Mubashara mpenzi mtazamaji popote ulipo, karibu sana hapa ndani ya TV47 tukupakulie taarifa ambazo zimejiri siku nzima na vilevile taarifa kutoka rubaa za kimataifa. Hivi sasa tupate muktasari. Yajayo kwenye upeo wa TV47. Raia wa kigeni wenye sifa za ulanguzi wa wanyamapori wamefikishwa mahakamani kwa kosa la kurudia la ulanguzi wa mchwa. Waziri wa mazingira Deborah Barasa hakikishia wananchi kuwa hakuna miti ya kiasili inayokatwa kwenye msitu wa Karura, bali serikali inakarabati kitalu cha miti ambacho kimekuwepo kwa miaka 30. Na IEBC yaomba bajeti ya ziada ya shilingi milioni 887 ili kukidhi kifurushi cha kuondoka kwa afisa mkuu mtendaji wa zamani, ununuzi wa samani na magari ya makamishna. Na mtazamaji, karibu kwa takriban dakika 30 ni kufahamisha taarifa kwa kina. Wanakwetu wananiita Joash Onsare, mtafsiri kwenye lugha ya ishara ni Roda Nyamai. Moja kwa moja ni kwamba zaidi ya wafanyabiashara 1000 katika soko la Uhuru jijini Nairobi wanazidi kukadiria hasara baada ya vibanda vyao vya biashara kubomolewa. Wengi wa wafanyabiashara hao wamedai kutohusishwa kikamilifu kuhusu ubomozi huo, na sasa wanaiomba serikali ya kaunti ikiongozwa na gavana Johnson Sakaja kuingilia kati na kuwapa suluhu. Mwanahabari wetu Mwaluse Meshak anaarifu kikamilifu. Hii ni sehemu iliyotumika na zaidi ya wafanyabiashara 1000 kwa biashara zao za kila siku. Hapa Tamu imegeuka kuwa shubiri. Wafanyabiashara hao wanadai kufanya biashara zao hapa kwa takribani miaka 30 iliyopita, huku baadhi yao kudai kuwa hapa ni kama nyumbani kwao, ila kwa sasa yote yamebadilika. Tumekaa hiyo miaka yote, sisi tutaenda wapi saa hii? Mimi kutoka ushago nilikuja hapa na nimefanyia hii kazi kwa hii soko na ninalipanga kanjo. So tumeadhirika sana, vibaya tena sana. Jadi school fees ilikuwa inatoka hapa. So tukibomolewa tunashangaa school fees itatoka pia kuenda college na campus. Kwa mujibu wa mwakilishi wadi wa Maringo Hamza, Patrick Masharia, ubomozi huu umetekelezwa na serikali kuu kuendeleza miradi ya ujenzi wa soko la kisasa kwa ajili ya wafanyabiashara hawa. Watu wangu wa Uhuru Market hawapingi maendeleo ya serikali. Wanataka tu wakuwe consider. That is why nasema huyu contractor akuje, nasikia ana fence hapa, atuambie mahali beko niko a fence hapo huko kwingine hawa watu wafanye biashara. Wakizungumza na wanahabari leo Jumatano, wafanyabiashara hawa wameonyeshia kidole cha lawama uongozi wa kaunti kwa kuwatelekeza hadi sasa, huku wakiomba gavana wa Nairobi kuwapa sehemu mbadala ya kuendeleza biashara zao. Sisi hatuwezi kataa maendeleo, tunakubali maendeleo, but watuoneshe mali tutaenda. Juu hii maendeleo ikikuja ni sisi inatusaidia kama wanabiashara. So wanafaa tueleze tutaenda wapi. Aidha, baadhi ya wafanyabiashara hawa wamedai kuwa pana njama ya unyakuzi wa ardhi hiyo na bwenyenye umoja, huku wakitupilia mbali ujumbe wa ujenzi wa soko jipya sehemu hii. Ni zaidi ya wafanyabiashara 1000 ambao hawana sehemu ya kuuzia tena katika soko hili la Jua Kali, eneo la Uhuru Market. Ombi lao kwa serikali ya kaunti ni kuwatafutia sehemu mbadala ili kuendeleza shughuli zao. Mwaluse Meshak, Jua Kali, Uhuru Market, Nairobi. Na shukrani Mwaluse Meshak kwa taarifa hiyo. Tuangazie mengine. Viongozi wa Kenya Kwanza wamekosoa upinzani wakisema unakosa kuwaheshimu wanawake na kuendeleza siasa za ukabila wanapojaribu kutafuta uungwaji mkono kuelekea uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Wakizungumza wakati wa hafla ya iftar kwa wanawake wa Kiislamu katika kaunti ya Nakuru, viongozi hao pia wamemkosoa kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka wakisema amehudumu katika nyadhifa za juu serikalini kwa miaka mingi, lakini hajawahi kuleta mradi wa maendeleo yenye matokeo dhahiri. Mwandishi wetu wa masuala ya kisiasa Mike Kagwango na maelezo zaidi. Siasa za kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027 zimeanza kushika kasi, huku viongozi wanaounga mkono serikali ya Kenya Kwanza wakiwashambulia wenzao wa upinzani kwa madai ya siasa za ukabila. Akizungumza na wanawake wa Kiislamu wakati wa kugawa vifurushi vya chakula cha iftar kama ishara ya wema kipindi cha Ramadhani huko Nakuru,
Gavana Susan Kihika amewashutumu viongozi wa upinzani kwa kutumia matamshi ya ukabila yanayowagawanya na kuwadharau wanawake viongozi katika kampeni zao. Lakini nikimwangalia ni mtu hana ajenda. Hakuambia watu wa Nakuru kama anataka kiti atatufanyia nini. Lazima kina mama waheshimiwe, hasa wale kina mama ambao wako katika uongozi. Kihika amesema wanawake katika uongozi wanapaswa kupewa heshima na kudhaminiwa sawa katika ulingo wa siasa nchini, akionya kuwa siasa za misingi ya kikabila zinaweza kudhoofisha umoja wa kitaifa. Wito kama huo wa kupinga siasa za ukabila pia umetolewa na viongozi mbalimbali wanaohimiza umoja nchini. Najua Nakuru hatutaki siasa za ukabila. Sisi kama Nakuru tunakaa vizuri kama dada na ndugu. I want you to list for me what he did kwa jamii ambaye anaisemea kila siku. So let me warn you, be careful so that you do not get isolated from the rest of the Kenyan populations. Akielekeza lawama zake kwa kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, gavana huyo wa Nakuru amehoji rekodi yake ya maendeleo licha ya kuhudumu katika nyadhifa kadhaa za juu serikalini, ikiwa ni pamoja na makamu wa rais. Hata hivyo, mbali na mashambulizi ya kisiasa, waziri wa madini na uchumi wa baharini Hassan Joho aliangazia mipango ya maendeleo inayolenga ajira kwa vijana na uwezeshaji wa kiuchumi katika kaunti hiyo. Jambo la kwanza, nitakutumia watu wa Maritime Authority and Bandari Maritime Academy. Vijana wetu ambaye wako kwa lake wanapeleka maboti na kufanya kitu zingine hizi, wapewe training na wapewe certificate at the cost of the government. Mpango huo pia utaona vijana wakipewa leseni za uvuvi ili waweze kunufaika na sekta ya uchumi wa bahari na kuboresha maisha yao katika eneo hilo. Kwa sababu huko na lake sita, kila lake they must start procuring today rescuing facility na boti ya rescue ya kisasa. Mtu akizama aokolewe. Mike Kagwango, TV47. Waziri wa mazingira Deborah Barasa amesisitiza kuwa miti haitakatwa katika msitu wa Karura katika kutekeleza miradi ya kupanda miche ya miti milioni 2 mwaka huu pamoja na ujenzi wa makao ya vijana wa shirika la huduma kwa vijana NYS. Barasa amewarai wa Kenya kuunga mkono mradi wa upanzi wa miti nchini hasa katika msimu huu wa mvua. Stanley Nyaringita na maelezo zaidi. Waziri wa mazingira Deborah Barasa amekanusha madai kuwa miti itakatwa katika msitu wa Karura. Kulingana na waziri huyo, serikali inatayarisha kipande cha msitu huo ili pande miche ya miti milioni 2 mwaka huu wakati wa msimu wa mvua. The land used for the propagation of seedlings is a 3-acre land which is an existing tree nursery called the Tree Biotechnology Program Trust Nursery that has been with us for more than 30 years. This is where we are planning to propagate seedlings. Baadhi ya wanaharakati kama vile Friends of Karura na Greenbelt Movement wamejitokeza kutia doa katika mchakato huu, wakisema kuwa miti iliyopandwa kwenye msitu wa Karura ni ya kiasili na haipaswi kukatwa. Hata hivyo, msemaji wa serikali Isaac Mwaura amewarai wa Kenya kuunga mkono mpango wa serikali wa kuongeza idadi ya miti nchini. Planting 15 billion seedlings, trees, but we do not have enough seedlings. That is why we are clearing this as a national, seedling nursery, but already it was existing, just that it was not properly being used. We believe we can achieve and plant, grow and protect an additional 500 million seedlings during this rainy season, and then for the next we will do another 500 million to achieve our 1 billion target within this year. And it is indeed achievable, as has been shown by other countries. Waziri Barasa amedokeza kuwa Kenya ina miche ya miti milioni 363 na inapania kuongeza idadi ya miche kuwa milioni 200. We note and acknowledge the concerns that have been raised by the community, and we will engage with the community for this wonderful initiative.
Kwingineko, mwanamume mmoja raia wa Uchina atasalia korokoroni kwa siku 5 zaidi baada ya mahakama kutoa uamuzi wa kuruhusu makachero kumzuilia ili kuendeleza uchunguzi zaidi. Raia huyo wa Uchina alikamatwa Jumanne katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta kwa tuhuma za kumiliki na kufanya biashara ya ulanguzi wa siafu walio hai. Zhang Kequin atazuiliwa katika kituo cha polisi cha Lang'ata, huku wapelelezi wakiendeleza uchunguzi zaidi, ikiwemo upekuzi wa simu na tarakilishi ya mshukiwa. We are seeking to have the respondent hearing before court held for a further period of 5 days at the Lang'ata police station, so as to pave way for investigations or further investigations. And we are also seeking a second order to have the electronic devices as described in paragraph 2 of the notice of motion be forensically examined. That is the phone and the laptop. Therefore, I grant prayers 1 and 2. The respondent will be detained at Lang'ata police station for 5 days. Stay for 5 days. 5 days and then will come out. And for the forensic exploitation of the iPhone and the MacBook. Mention will take place on the 17th of March to confirm compliance and/or any further orders. It is so ordered. Mahakama ya Kibera imemruhusu aliyekuwa OCS wa kituo cha polisi cha Central Samson Talam kupata matibabu katika hospitali ya Kenyatta. Kupitia wakili wake Stanley Kangai, mahakama iliambiwa kuwa Talam ana tatizo la figo na hivyo anahitaji matibabu ya dharura. Mahakama imeagiza maafisa wa magereza kumsindikiza hadi hospitalini humo, huku ripoti ya kitabibu ikitarajiwa kuwasilishwa mahakamani baada ya tathmini hiyo. Talam anakabiliwa na mashtaka ya mauaji kuhusiana na kifo cha mwalimu Albert Ojwang aliyefariki akiwa mikononi mwa polisi mwaka 2025. Na mtazamaji, tusalie katika taarifa hizo za mahakama, na ni kwamba hakimu mkuu katika mahakama ya Nakuru Vincent Adet ametoa amri ya kukamatwa kwa Dickson Otieno almaarufu Madola Mapesa baada ya kuepuka vikao vya koti mara kadhaa kwenye kesi anayoshtakiwa kwa kuharibu mali ya hadi shilingi 300,000 katika makao ya watoto ya Mission in Action Nakuru Magharibi. Wakili wa upande wa ulalamishi amesema licha ya Madola kuwa mshtakiwa kwenye kesi hiyo, amekuwa akikwepa vikao vya mahakama, huku akiweka video kwenye mitandao yake ama mtandao wake wa Facebook akidai hatafika mahakamani katu. Kesi hiyo imeratibiwa kusikilizwa tena Aprili 9 mwaka huu. Your Honor, I oppose the application for warrant of arrest. My colleagues are aware that the accused is unwell. We shall produce documents to show that he was unwell. I do issue warrants of arrest against the accused. Mentioned. You're on 9th of April? 9th of April. This matter has been here severally. There is a matter of 2024, a criminal case of 2024, and a criminal case of 2026 recently, whereby Dickens allies Madolas ferry some goons using a UN motor vehicle. And for many years, I've just been reporting. I have probably reported on the record 6 OB numbers, and none of them has been able to bear any fruit.
Na mtazamaji, taarifa hiyo ndo ambayo inatupeleka kwenye mapumziko mafupi. Tunarejea na taarifa zaidi, endelea kuwa nasi. Karibu tena mtazamaji, tuendelee kukupasha taarifa hizi ambazo zinakuhusu kwa njia moja au nyingine. Viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi wamepuuzilia mbali ripoti ya utekelezaji wa kamati ya NADCO na ajenda 10 iliyozinduliwa na Rais William Ruto na kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga, wakiitaja ya ulaghai na usaliti kwa marehemu Raila Odinga. Viongozi hao wakiongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna wametaja ripoti ya kamati ya Agnes Zani kama ya uongo, kwani serikali haijatekeleza ajenda 10 kama Odinga na Ruto walivyokubaliana. Siku moja baada ya Rais William Ruto na kiongozi wa ODM Oburu Oginga kuzindua ripoti ya utekelezaji wa ajenda 10, mrengo wa Linda Mwananchi ukiongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ulizindua ripoti yake na kutaja ripoti ya kamati ya Agnes Zani kama ya ulaghai na ya kupotosha wa Kenya. This document that was released yesterday is a fraud.
This document is a fraud. Viongozi hao wakikosoa utekelezaji wa ripoti ya NADCO ambayo wanadai bado haujafanyika, huku akimsuta Rais William Ruto kwa madai ya kuingilia vyama vya kisiasa. I am the supervisor that the president was talking about yesterday of this, the implementation of the MOU. I wrote it, I know it by hand. He didn't read it because I'm the one who took it to him. He didn't read it. So I am the one who will supervise the implementation of that MOU. And I was made supervisor by my boss, Raila Amolo Odinga. If you want him to fire me as a supervisor, you talk to him. He's in Bondo. Kuhusu ushirikishwaji serikalini, viongozi hao wanaisuta serikali kwa kutotimiza ahadi ya kubuni nafasi za kazi, huku wakishtumu wanasiasa kujifaidi na nafasi za kazi serikalini. One of the resolutions of this gathering should be that Senator Zani-led committee should be surcharged for spending public money and doing nothing. Kuhusu ugatuzi, mrengo wa Linda Mwananchi unasema serikali bado haijafikia malengo ya waliokubaliana Ruto na Odinga. Kuhusu haki za vijana, ripoti hiyo imetia dosari mradi wa Nyota. Kuhusu uongozi na uadilifu, Linda Mwananchi inasema ufisadi umekita mizizi. Kuhusu haki za waandamanaji na fidia, Linda Mwananchi inasema vijana bado wanauawa na polisi na polisi bado hawachukuliwi hatua za kisheria. Kuhusu deni la kitaifa, Linda Mwananchi inasema hakuna ukaguzi wowote umefanyika na kwamba deni la Kenya linaongezeka. Kuhusu utumizi mbaya wa pesa, ripoti hiyo inamulika ikulu na michango ya rais katika mikutano. Ripoti hiyo pia inakosoa serikali kwa kukosa kuheshimu katiba. Apol Kamau, TV47. Shukrani sana Apollo Kamau kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tunasoma taarifa uzona ni kwamba mazishi ya Florence Chelam Famba, mamake mwanahabari wa TV47 kaunti ya Trans Nzoia Isaac Famba, yamefanyika leo hii katika kijiji cha Yuya, eneo bunge la Cherang'anyi, kaunti ya Trans Nzoia. Waombolezaji wamemtaja mwenda zake kama kielelezo chema aliyepigania usawa katika jamii. Mungu pamoja na ninyi. Kwa hivyo ni majukumu sana ya kwa... Mimi nitasema kwamba amebarikiwa kwa sababu katika nyumba yawe ya wasichana watatu yeye ndio alifanikiwa zaidi ya wale wengine. Na nataka kusema Julie, pole. Hakuna kitu kisito na kikumu kama mama ukuwaja, lakini ujipe moyo, tuko pamoja. Jina langu ni Frida Sogoli. Mbariki. Makiwa kwa jamaa na marafiki wa mwenzetu Isaac Famba. Tuangazie mengine. Aliyekuwa jaji mkuu na anayewania kiti cha urais kwa tikiti ya chama cha United Green Movement, David Maraga, anasema kuwa visa vya ufisadi nchini vinaendelea kushuhudiwa na vinazidi kudhoofisha maendeleo ya taifa. Akizungumza katika mji wa Murang'a wakati wa ziara ya kukutana na wananchi inayoitwa Ukatiba Caravan, Maraga amekosoa vikali ongezeko la ufisadi, akisema hali hiyo imeathiri utoaji wa huduma kwa wananchi na matumizi ya rasilimali za umma. Isitoshe, amewasihi vijana kuzuru ama kujisajili kuwa wapiga kura. Vile mambo inaenda nchi yetu, tunataka kujiokoa. Ni lazima tujiokoe. Tukiendelea hivi, Kenya itaangamia. Na kuangamizwa kwa Kenya yetu ni wale ambao tumepatia mamlaka, na badala ya kuchunga mali ya umma wanaiba kila mara. Hakuna siku hata moja unaweza kwenda bila kuona skandalo ya ufisadi. Kwa hivyo ni muhimu Mkenya wote achukue kura, apige kura mwaka ujao. We are here to tell these young men and women to make sure that they register as voters, because 2027 their votes their vote count. So we are here
to tell these guys and to tell these young men, saying one term won't be enough without their votes. Na mtazamaji, tuangazie taarifa za michezo, na ni kwamba mbio za Safari Rally zimerejea tena nchini huku mashindano ya WRC Kenya yakitarajiwa kuanza rasmi hapo kesho mjini Naivasha. Mwandishi wetu wa michezo Alan Nzuki na taarifa kamili. Na mtazamaji, naarifiwa taarifa hii utakuwa unaipata katika muda usiokuwa mrefu. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ili tukufahamishe mengi zaidi ambayo yanachipuka kutoka maeneo mbalimbali humu nchini. Kwenye Facebook ni TV47 Kenya, akaunti yetu ya X @TV47 Digital, na vilevile tuko live kupitia akaunti yetu ya YouTube TV47 Kenya. Mtazamaji, taarifa ya WRC, mashindano ambayo yatakuwa yanang'oa nanga hapo kesho, ili tukujuze mengi zaidi, na tutakuwepo kule nyanjani kuhakikisha unapata taarifa za WRC Safari Rally mwaka 2026 Kenya kutoka maeneo ya Naivasha. Kesho ni siku ya shakedown, na hivi sasa tutakuwa tunapata mengi zaidi kadri muda unavyozidi kusonga. Na mtazamaji, tunapozidi kusonga pia tutakuwa tunakujuza mengi zaidi, na tupate taarifa hiyo. Mashindano ya Safari Rally Kenya yanaanza rasmi kesho mjini Naivasha, huku madereva kutoka nchi tofauti duniani wakijiandaa kukabili barabara ngumu za bonde la Ufa. We are calling upon Kenyans and everybody to be here in Naivasha so that we can witness this year's Safari Rally. Miongoni mwa nyota watakaochuana ni bingwa mtetezi Elfyn Evans, bingwa dunia mara 7 Sebastian Ogier, pamoja na gwiji Kalle Rovanpera. We have been planning. This morning our team met with the security team and they have confirmed that we are ready to go. Maelfu ya mashabiki tayari wamefurika Naivasha wakisubiri msisimko wa mojawapo ya mashindano magumu zaidi katika mbio za magari duniani. Equally, we have prepared for you adequate entertainment. The sponsors who are here have prepared for that, and therefore anybody who will be coming here tomorrow Thursday, we expect them that they shall enjoy up to the last day. Wakati huo madereva humu nchini watarajiwa kujaribu bahati yao na kuwavutia mashabiki wa nyumbani watapokabili hali ngumu za safari, hali ambazo kwa muda mrefu zimewawekea changamoto hata madereva wenye uzoefu mkubwa zaidi. Tayari maelfu ya mashabiki wa mbio za magari na watalii wameanza kumiminika Naivasha, huku kila kitu kikiwekwa sawa kwa toleo jingine lenye msisimko mkubwa kwa mashindano hayo ya kihistoria na maarufu zaidi. Police officers and traffic control officers around the area. We've done more than 3 or 4 security recce's with all the teams. So if that can be filtered down to what's expected, I'm hoping we can open the toll station so that clears up smooth flow from moving to Nakuru. Sherehe ya ufunguzi inatarajiwa kuashiria mwanzo rasmi wa mashindano haya kesho, kabla ya madereva kuanza kukabili hatua za kwanza za mashindano katika maeneo mbalimbali ya Naivasha. Through the support of the sponsors, we have enough money. The idea is to sort of try and professionalize it, streamline it, and get this event done to the satisfaction of all the people. Naibu Rais wa Taifa ya Kenya Kithure Kindiki atatua hapa mjini Naivasha hapo kesho kuzindua rasmi mashindano haya ya WRC Safari Rally ambayo yamesubiriwa kwa hamu na gamu kote duniani. Zuki Alan, TV47 Naivasha.
Naam, shukran sana Alan Zuki ukitujia mubashara kutoka maeneo ya Naivasha ukitupakulia taarifa. Najua kesho itakuwa siku ya siku wakati ambapo tutakuwa na shakedown na mtazamaji tutakupakulia taarifa hizo. Wanasema vijana siku hizi ni mambo ya vasha. Na kufikia hapo mtazamaji nahitimisha taarifa hizi za upeo wa TV47 na kwa umbali namuona Dr. Fu mwenyewe. Dr. Fueneke tonight atakuwa anafanya mambo ya kwake huku na amejaajaa studioni. Hivyo basi endelea kufuatilia na tutakuwa tunakujuza mengi zaidi, taarifa zaidi mwendo wa saa 3 kwa lugha ya Kimombo. Wanakwetu wananiita Joashua Nsare, mtafsiri kwenye lugha ya ishara amekuwa Roda Nyamai. Kwaheri kwa sasa na vile vile utazamaji mwema.